Ninashukuru sana maana kuna faida kubwa sana ama faida nyingi ya kuwa umesamehewa dhambi. Maana maandiko yanasema katika kitabu cha Proverbs 14 verse 11 ya kwamba the house of the wicked it shall be destroyed, ama nyumba ambaye ni ya muovu, wale ambao wanatenda dhambi, wale ambao wanafanya uovu, maandiko yanasema kwamba nyumba zao, NIV inasema the house of the wicked will be destroyed. Nyumba ya yule ambaye anafanya uovu itaharibiwa. Na hii ingine inasema aje? Hii ingine hata sio nyumba, but the tent of the upright will flourish. Pale kuna nyumba ya mwenye dhambi, amejenga nyumba. Yeye si hata sio tent ako naye. Yeye ako na nyumba. Yeye hana hema, yeye ako na nyumba. Lakini maandiko yanasema kwamba ile nyumba itaharibiwa. But the tent ni hema, kitu ambacho ukiangalia hakina maana. Hema ya mwenye haki, maandiko yanasema kwamba the tent of the upright it shall flourish. Natamani sana kuwa mwenye haki. I choose to be upright rather than to be wicked. Maana wicked, hata ukiwa na mambo yatakuwa namna gani, zile vitu zote zitakuja kuharibiwa. Inaweza kuwa iko kubwa, inaweza kuwa ni kitu cha maana sana, itaharibiwa. Lakini the tent kama maandiko yanasema kwamba Abraham alikuwa anaishi kwenye hema. Ile hema tu ya kawaida ya mwenye haki, it shall flourish. Itafanikiwa, itadumu, maana yeye ni mwenye haki. Ndio faida ya kuwa katika upande wa Mungu. Na upande wa Mungu ni wale ambao wamesamehewa dhambi na wanatembea katika haki. Kwa hivyo ndio nimesema kwamba hiyo ni introduction yangu ya kwamba tukae upande wa Mungu, tutembee katika kutenda haki, kutenda yaliyo mema, na hakika nyumba zetu zitasimama, maisha yetu yatanawili. Tukiwa upande wa Mungu, upande wa haki, kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Kwa hivyo acha tumuogope Mungu, tusiogope wanadamu, lakini tumche Mungu ambaye anatutazama, ambaye anatujua, ambaye anatujali wakati wote tunapotembea. Hata ukiwa ni usiku, anatutazama na anatujua. Kwa hivyo acha niseme kwamba ninashukuru Mungu zaidi kwa sababu hata ya nafasi hii ya kushiriki na nyinyi neno la Mungu, na namshukuru pia Reverend Precious kwa kunipa hii nafasi, na sichukuli tu hivi kupata nafasi ya kutumika katika madhabahu. Kwa hivyo kila mtu tumesema kwamba tumesamehewa dhambi zetu tukapate kumtumikia Mungu. Na ndio maana amekupa nafasi hata siku ya leo umeamka ukapate kufanya nini? Kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu husema mara kwa mara ya kwamba si lazima usimame hapa mbele, sio lazima ati uibe mahali pale. Pahali unapata nafasi, chochote unachopata nafasi kutenda kwa sababu ya Mungu, hata matoleo yako ambayo unayatoa kwa sababu ya Mungu, hiyo ni kumtumikia Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza sema kwamba sikupata nafasi. Kila wakati kuna nafasi. There is an opportunity to serve God. Hata mahali unafanya kazi kuna opportunity ya kumtumikia Mungu. Kwa hivyo unapomtumikia Mungu, nilikuwa nafurahia sana maana kumtumikia Mungu, Mungu anahifadhi maisha yako. Watu wanaomtumikia Mungu hawaogopi ati kuna corona, hawaogopi ati mambo inakuwa namna gani. Maana unapomtumikia Mungu ni insurance unajiwekea ya maisha yako. Maana wanapomtumikia Mungu, maandiko yanasema kwamba hata maradhi hayatawapata wale wanaomtumikia Mungu. Maana lazima Mungu achunge sana na alinde vizuri. Maana kile chombo ambacho unatumia lazima ukitunze. Sijaona mtu ambaye hatunzi kile ambacho anatumia, naye Mungu, kwani Mungu ndiye hajui kutunza vyombo vyake vya kazi. Natamani kila mtu awe chombo cha Mungu cha kutumika. Maana Mungu atakulinda, Mungu atakuhifadhi. Kama wewe unajua kulinda vile ambavyo unatumia, kama ni mwalimu unachunga karamu yako, kama ni daktari yale vitu unatumia kwa udaktari unazilinda, unachunga vizuri, unaziweka vizuri. Je, Mungu atashindwa kuweka vitu vyake vya kazi vizuri? Sisi ni vyombo vya Mungu vya kutumika katika kazi ya Mungu. So Mungu anajua kulinda vitu vyake. Kama mwanadamu anajua kulinda na kuangalia vizuri, na sisi ni nani? Bwana apewe sifa. Naye Mungu ni nani? Si atalinda hata zaidi. Kwa hivyo ni vizuri tukue na katika ile nafasi ya kumtumikia Mungu katika hali zote. Katika hali zote. Usione ya kwamba kuna na hakuna kwa Mungu kile ambacho unatumika. Kipawa ni kimoja tu. Zawadi ni moja tu.
ni uzima wa milele kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo haijalishi unatumika katika hali unaona kama iko duni sana ama hali ya juu sana, mshahara no mwetu, mshahara ni ule ule tu, na Mungu wetu ni mwaminifu. So siku ya leo Mungu kuna neno ambalo ameweka ndani ya moyo wangu. Niliposikia kwamba nitanena neno, na nikauliza Mungu ni kwa sababu gani. Kuna jambo ambalo Mungu aliweka ndani ya moyo wangu tushiriki pamoja. Akasema ya kwamba that we should not lose hope, tusipoteze tumaini, tusipoteze matarajio, usipoteze tumaini. Nilikuwa na shida ni kwa nini Mungu anasema kwamba we should not lose hope. Ni kwa sababu gani? Why? Kwa sababu gani usipoteze matarajio yako? Na nikauliza matarajio ni nini, ama what is hope? Kwa dictionary inasema kwamba hope is a feeling of expectation and a desire for a particular thing to happen. Hiyo ndio tumaini. Hope ya kwamba ni jambo ambalo unasikia kwamba kuna kitu kitatendeka, na kutamani ya kwamba kitu kitendeke. That is hiyo inaitwa kutarajia ama kutumainia. Ninapofikiria mambo ya kutumainia, hakika hata vile umekuja kanisani leo, umekuja kwa sababu kuna kitu una expect. You have hope that there is something that is going to come. God is going to come and meet you at the point of your need. Ulikuwa na tumaini, na ndio maana ukaamka asubuhi, ukajiandaa, ukajitayarisha, ukatafuta ile nguo nzuri ukavaa, ukaja kanisani. Je, ulikuwa una expect nini? Unatarajia nini? Jiulize kwa moyo wako, je, unatarajia nini? Je, mimi ninatarajia nini siku ya leo? That is hope. Hiyo unatarajia ndio tumaini. That is hope, ndio matarajio. Naongea mambo ya kuhusu matarajio. Watu wengi hatujajua ile sababu inafanya unaamka asubuhi ni kwa sababu ya kutumainia matarajio ulio nayo. Na Mungu amesema ya kwamba that tusipoteze matarajio, usipoteze tumaini, maana kuna hatari. Nilikuwa naona matarajio, kama kuna watu wananifurahishaga ni watu wa matatu. Mtu wa matatu anaamka asubuhi, anafuel gari yake, hata pengine akienda kulala, na hamjaadiana na yeye atakuja kukubeba. Anajaza gari yake mafuta, anaanza kuzunguka kwa barabara. Huyo mtu anatarajia, si ndio? Ako na hope ya kwamba kuna mtu atatoka nyumbani, atajitayarisha na ataenda asimame kwa barabara, anasema ya kwamba Nairobi ni 100 ama ni 50 ama ni 50, na aingie kwa gari yake. Hakuna mtu anapigiaga simu ati wewe mama fulani unaenda, ndio aende ajaze gari mafuta. Yeye anajaza gari mafuta, anajiandaa, na wanaanza safari wakijua kwamba kuna mtu atabeba, and they are not disappointed. Mtu mwingine ambaye ananifurahisha sana ni mtu ako na matarajio ya hali ya juu sana. Yule mtu ako na mkahawa, anaenda kwa soko, ananunua vitu, hajui nani atakula mukimo, anatengeneza mukimo, hajui nani atakula ugali, anatengeneza ugali, hajui kama kuna mtu atakuja kukula samaki, anatengeneza, anaandaa chai kisufuria kikubwa. Hakuna watu walimpatia appointment ama kumpatia ama kupeana order. Yule mtu anatarajia watu watakuja, watu watakula, hii chai itamalizika na nipike ingine. Ananunua mayai, anaziandaa. Wengine wanatengeneza mayai ya boiro, do mzima, anatembea naye akisema mayai ya 20 mayai ya boiro. Mwingine anatengeneza samosa, anatembea. Hakuna mtu anatarajia. Matarajio ndio inafanya mtu anafanya kile anafanya mpaka siku ya leo. Na hiyo ndio Mungu anasema kwamba do not lose hope. Bwana apewe sifa. Matarajio ya mambo ya kawaida, nataka ndio uelewe vizuri. Nataka kufananua hivyo ndio uelewe matarajio ni nini. Sio mambo ya faith sasa, sio faith, but I'm talking about hope. Hiyo jambo la kawaida linafanya ufanye kile unafanya. Unatarajia kwamba mtoto wako atafanikiwa. Ndio maana siku ya leo umempeleka shuleni. Maana unatarajia. Haujajua utakuwa namna gani, maana unatarajia. So tusipoteze tumaini. Maana watu wengi sana siku tunazoishi wamepoteza tumaini. They have lost hope.
Vijana wetu wamepoteza tumaini. Wamama wamepoteza tumaini hata za ndoa zao. Watu wa biashara wengi sana wamepoteza tumaini. Watu ambao wameamini Mungu wamepoteza tumaini. Mambo yametokezea. Watu wamepoteza matarajio. Wanaona tu, wanapoangalia mbele wanaona giza. Tunasikia kwamba kuna first wave ya corona ikakuja, tukasikia kuna second, sijui third imekuja. Sasa unasikia kuna kitu inaitwa sijui variant inatoka sijui India. Unasikia kwamba kuna variant, hata hatujui hiyo inakuwa namna gani. Sasa watu wamekosa nini? Matarajio. Do not lose hope. Usikose kufanya vile unafanya ati kwa sababu umepoteza tumaini. Maana ukipoteza tumaini ni hatari. Watu wengi nilikuwa natazama vijana wamemaliza form 4 wakaenda university, wakasoma vizuri, wakatuita tukaenda tukashangilia degrees. Lakini sasa tumefurahia, tumempatia hata vipaji, lakini anapotazama anaanza kutembea kutafuta kazi, anakosa kazi. Yule kijana anapoteza nini? Matarajio. Niko na mwingine wa rafiki yangu juzi, hata alikuwa amepelekwa mpaka Mathare, wamegraduate just the other day, amefanya degree nzuri ya mambo ya ukulima, yeye ni agronomist, lakini ametafuta kazi kwa miezi 4. Ni wakati mdogo sana, lakini ameanza kupoteza hope. Hakuna matarajio. Tunapotazama mbele hakuna matarajio. Yeye alipotazama akaona hakuna matarajio. Mama yake akanotice huyu kijana hana furaha, akona shida, anaenda kwa kitanda, anaanza kujiogelesha akiwa kwa kitanda. That is how it is. Inakuwa ni hatari unapopoteza mwelekeo, unapopoteza matarajio. You can even go mad. That is why nimekuja kuambia kwamba usikubali kupoteza nini? Matarajio. Keep on hoping. Mambo ya kawaida tu. Yule kijana ilibidi apelekwe Mathare, afanyiwe counseling, maana amekosa hope, amekosa tumaini. Juzi nikatazama kijana mwingine kwa group nyingine, tunakuanga ya shule ya old boys, ile shule tulikuwa. Niliangalia results za kijana mwingine, amepita vizuri. Class 8 alikuwa na A's karibu zote, A- zilikuwa sijui ni 2, hizo zingine zote ni A. Akaingia high school, akapita vizuri, akawa na A, chemistry ni A, hesabu ni A, English ni A, Kiswahili sijui ni B+, alikuwa amepita vizuri. Akaingia university, akapita vizuri. Lakini sasa nikatazama, wanasema kwamba ukipata kazi unaweza elekeza huyu kijana. Hiyo inamaanisha namna gani? Kijana amefanya kazi yake, amesoma vizuri, amepita vizuri, tunawaambia wapite, wasome kwa bidii, ni kweli wamepita, akona A, amemaliza university, ni kweli, na amepata ile amepita vizuri hata university, lakini hana kazi. Akona chances very high za kupoteza matarajio. So ndio maana ninasema ya kwamba tunahitaji kutopoteza matarajio. Maana hata wazazi wanatazama mtoto wao, wamempeleka shule, amepita vizuri, makosa sio yao. Kusoma, amesoma kwa bidii, anapotazama mbele hakuna matumaini. So kuna hatari ya kuingia katika kupoteza matarajio katika maisha. Lakini jambo ambalo litakufanya uendelee kuishi hata wakati ambapo kunakuwa na ungumu, kunakuwa na mambo mengi yanaweza fanya ama kusababisha mtu akose matumaini, matarajio katika maisha, ni jambo hili moja, ya kwamba unapoona maisha yako Mungu amekupa afya nzuri, umeamka ukiwa salama, uko na sababu ya kuwa na matarajio. Maana Mungu hajafanya nini? Haja kusahau. Katika kitabu cha Ecclesiastes ama Mhubiri
Ecclesiastes, watu wengi hawasemangi vizuri, hata pengine mimi nikikosea, kwa hivyo hata pengine nikikwambia useme hautasema vizuri. Ecclesiastes, mwenye anajua anaweza sema tu. Na unasikia hautasema vizuri. Ama Mhubiri, tuseme tu kwa Kiswahili Mhubiri. Kikikuyu inasema ya kwamba ni Kuherethio 9 pale 4. Mhubiri anasema namna gani kuhusu tumaini? Hilo ndilo andiko nataka tufungue kwa hilo jambo kidogo tu, ndio tuone ni kwa sababu gani hatufai kupoteza tumaini. Anyone who is among the living has hope. Bwana asifiwe. Umepata hiyo? Ya kwamba yule yote ambaye ako kati ya wale ambao wanaishi, yeye ako na matarajio. Kama wewe ni living, wewe kama uko hai nifanye hivi. Kama uko hai nifanyie tu hivi. Anybody who is haya. Mtu akaba anifanyie tu hivi. Maandiko yanasema kwamba wewe unaye namna hiyo uko na hope. Anyone who is among the living has hope. Ndio maana ninasema kwamba ile sababu itakufanya kwamba ukapata kusimama vizuri. Hata wakati mambo inaonekana kwamba ni kama imeharibika sana. Kama wewe uko na uhai, lazima ndani yako kuwe na matarajio. Mtu kama kuna mtu hatari, ni yule mtu ambaye hana matarajio. Mimi hutazama wakati mwingine, wakati kuko na mambo ya siasa, wakati kuna kuwa na vurugu, wale watu ambao hawana matarajio wengi sana ndio wanaharibu vitu za watu. Wengi sana ndio wanaua wale watu wengine because they have no hope with life. Na kuna watu hata siku ya leo hawana matarajio, na kila wanatamani ni wakati kutakuwa na vurugu, kutakuwa na shida, ndio wafanye vituko, ndio waue watu, ndio waibie watu wengine, maana they have no hope. Kwa hivyo kama kuna mtu hatari ukikaa naye katika maisha yako, ni mtu ambaye hana matarajio. Maana they tend to be even lazy. Wanakuwa maana mtu hana matarajio, anatembea tu bora tu atembee, anafanya kitu bora tu afanye, maana siku ndio hii imekuja na iko karibu kuisha. Maana hakuna matarajio katika maisha ya mtu. Matarajio ni kama vision. Maandiko yanasema kwamba without vision people perish. Maana kama hauna lengo katika maisha, kazi yako ni kuamka tu na kutembea, unaamka tu unatembea na unalala, unakula, unafanya nini, hakuna maisha, hakuna vision ambayo uko na, hakuna lengo uko nao katika maisha, you are very dangerous. Usikubali kutembea na mtu ambaye hana nini, hana matarajio katika maisha. Unless unatembea na yeye ndio ukapata kumencourage, ndio ukapata kujua kwamba maisha iko na dhamana. Na ndio maana upata kujua maisha iko na dhamana, ukiteremka pale tu, even a living dog is better off than a dead lion. Na kwamba mbwa ambaye anaishi ako mzuri zaidi kuliko yule simba ambaye amekufa. Simba ni mnyama ambaye ako na nguvu zaidi, ako na nguvu sana, anaitwa king of the jungle. Ako na nguvu, lakini anapokufa tu, ile nguvu yake haiwezi kumsaidia, maana hakuna tumaini tena katika maisha ya yule simba. Lakini yule dogi ni kadogo, hakana nguvu, lakini kako sawa kuliko yule simba ambaye amekufa, because kuna hope katika maisha ya yule dogi. So ndio maana nawaelezea siku ya leo ya kwamba tukapata kujua, unapopata nafasi ya kuwa hai, shukuru Mungu, jitie moyo, jitie nguvu, maana there is hope. Hiyo ishara, hiyo kuwa na uhai tu, hiyo tu peke yake, hiyo ndio inakupatia tumaini. Kwa hivyo unapojipata kwamba umeamka, kama vile umeamka siku ya leo, hakuna sababu yoyote ya kukosa kutarajia. Hakuna sababu yoyote itakufanya kwamba ukatembee kama mtu ambaye hana tumaini. Hakuna sababu yoyote, kama wewe kwanza umeokoka,
Na ndio maana nataka tuingie hapo sasa. Kama unajiona na Mungu, why lose hope? 1 Peter chapter 1 verse 3. Tupatie hiyo. Petero wa kwanza Petero wa kwanza, 1 Peter. Maana wale ambao wako ndani ya Kristo, wale wanaishi. Hatuja kufa kama yule simba ambaye amekufa. Sisi tuko hai. We are living. Hapa maandiko inasema, tutasoma, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope. Nataka underline the word living hope. It's not a dead one, but this is a living hope. Through the resurrection of Christ, or Jesus Christ from the dead. Ya kwamba hapa ni mtumishi wa Mungu Petero anasema ya kwamba namshukuru Mungu wa baba yetu na Bwana yetu Yesu Kristo, ya kwamba katika rehema zake yeye ametupa, tumezaliwa upya kwenye tumaini ambalo liko hai. Na ndio maana nasema kwamba sisi wale ambao tuko ndani ya Kristo, wengine watu wanapokosa hope, we are not supposed to lose hope. Usikubali kupoteza tumaini. Tumaini ambalo tuko nalo ni tumaini ambalo linaishi. Our hope is living. Sio tumaini tu la mambo ya kawaida, sio tumaini kama ya mtu anayepika sausages. Sio tumaini kama na mtu ambaye anapika mayai. Tumaini letu liko zaidi ya mayai. Ziko zaidi ya mkahawa, ziko zaidi ya mtu wa matatu, ziko zaidi ya kupeleka mtoto shule. It is a living hope. Bwana apewe sifa. Tuko na tumaini ambalo linaishi. Matarajio yetu sio matarajio tu ya kawaida. Tunatarajia mambo makuu ndani ya Kristo Yesu. God resurrected Christ. Hiyo ndio ilikuwa ni mwanzo. Maana kama Yesu haga resurrect, kama hagefufuka, tumaini letu haligekuwa mpaka kaburini. Nataka upate hii point. Hope ama tumaini ambalo tuko nalo sisi sio kama hizi dini zingine. Dini zingine na maanisha namna gani? Kama Indians, wale watu wako na miungu mingi, na of late corona imewavamia sana. Na kwa mambo yote Mungu lazima jina la Mungu likapate kutukuzwa. Katika kuvamiwa na corona, ile miungu yao ya ng'ombe, ya sanamu za ng'ombe, pengine sanamu za kuku, miezi ama mambo kama yale, ama jua, hazija wasaidia. Juzi niliona wakizitupa kwa barabara, zikikanyangwa, zikichomwa. Wanasema wewe Mungu wangu, pengine ni kitabu kama hiki, wewe Mungu wangu hauja nisaidia. Wanachoma maana haziwasaidii. Matarajio yao yamefika mwisho. But shukuru Mungu, tumaini letu linaitwa living hope. We have a living hope because Christ resurrected. Hiyo ndio tofauti ya Ukristo. Na shukuru Mungu maana mimi nilizaliwa katika Ukristo. Hata Muislamu hana hii, wapendwa. Sisi tunajua kwamba tutaishi maana Kristo anaishi. So we have a living hope. Tumaini letu ni la milele. Watu wanaposononeka, sisi hatufai kusononeka kama wale watu hawajui Mungu. Mungu wetu sio kama miungu yao. Ni makosa sana. We are supposed to give hope to the hopeless. Sisi tunafaa kupea watu matarajio. Wale ambao hana matarajio, wamepoteza mwelekeo. Yule kijana amesoma, amefika mwisho, hajui atafanya namna gani.
ametafuta kazi imekosekana, wewe ndio mtu wa kumpatia matarajio. Ni makosa sana kusononeka, kuomboleza na watu wa dunia. Kama umeokoka, kama umejazwa na Roho Mtakatifu, kama unamjua Mungu, wapendwa, we are not supposed to lose hope. We are the light of the world. Sisi ndio mwangaza ama nuru ya ulimwengu. Tupatie ulimwengu huu ambao umejaa giza tumaini. Ni makosa sana watu wa Mungu tunapofika mwisho. We have a living hope. Tuko na tumaini ambalo linaishi. Maana Kristo hayuko tena kaburini, amefufuka. Haijalishi kama hiyo celebration hatu kufanya mahali hapa, maana unajua watu walikuwa manyumbani April, lakini April zimekuja nyingi, na hiyo sio ati Yesu hiyo siku ndio alikuwa anafufuka. He resurrected more than 200 years ago, 2000 years ago. Yesu alifufuka. He is alive. We have a living hope. Tumaini letu sio kama la mtu ambaye anapika mayai. Nimesema na nitarudia tena, that our hope sio kama yale watu wanaamka mapema kwa sababu ya kufanya kazi, jioni anakuja anahesabu faida yake, anaona hapa kuna faida, hapa hakuna. Sisi tumaini letu, it's a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hapo ndio tulianza ushindi wetu wakati Yesu alifufuka. Kwa hivyo mpendwa, nimekuja kukukumbusha kwamba siku ya leo ile imani ambayo umeamini sio kama ya wengine. Tuko katika msingi ambao our hope is living. Matarajio yetu inaishi. Matarajio ambayo tunatarajia ni matarajio ambayo yamedhibitika, because Christ resurrected. Katika Hebrews 10, Wahibrania 10, andika Wahibrania 10:23. Wapendwa, tuko naye Mungu ambaye anatupenda. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Hauwezi ukafananisha na miungu mingine. Sisi hatutakufa wengine wakikufa, hatutaangamia wengine wakiangamia. Our hope, tumaini letu sio tu katika maisha hii tunayoishi. Zaidi ya kuishi hapa duniani, zaidi ya hii miaka ambayo tuko nayo hapa duniani, kuna mahali tunaenda. Ndio maana nimekuja kukumbusha kwamba we should not lose hope. Hatufai kutembea tukiwa na uoga, hatufai kutembea tukiwa tunastuka, maana we are hopeless. Watu wa Mungu, tutembee tukiwa na mwelekeo, maana tunajua pale tunaenda, tunajua yule ametuita. That is our hope. Our God is living and living forevermore. Na huyo ndiye Mungu tunayeamini. Kwa hivyo maandiko yanasema katika kitabu cha Wahibrania, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised us is faithful. Inasema kwamba tushikilie sana. Tufanye nini? Tushikilie sana. Hebu fanya hivi, shikilia hivi, fanya hivi. Maandiko yanasema tushikilie sana. Let us hold. Bila kufanya nini? Bila kutingizika. Of the hope that we profess. Tushikilie sana ile matarajio, ile tumaini ambalo tunaongea juu yake. Nataka upate hii point vizuri. Ati ile matarajio uko naye ushikilie sana. Kwa hivyo unapokosa kushikilia, inaweza fanya nini? Inaweza chukuliwa, unaweza poteza. Ushikilie bila kusita. Unswavering inamaanisha bila kusita, bila ama kuyubayuba. Tushikilie sana tarajio ambalo tuko nao. Kama hauna tarajio utashikilia nini? Ukipoteza tumaini, je, utashikilia nini? Maandiko yanasema kwamba tushikilie sana. Hebrews 10:23, tushikilie sana lile tarajio ambalo tuna profess ama tunaongea juu yake. Tushikilie sana. Kwa sababu hapa ndio sasa mambo yako mazuri zaidi. For he who promised is faithful. Je, mnaona?
Maana tushikilie vizuri, maana for he who promised is faithful. Ya kwamba tushikilie sana lile tarajio tuko naye ambaye tunaongea juu yake, maana yeye aliyetuahidi, yeye ni mwaminifu. Tuliahidiwa na Mungu, kwa hivyo ile tumaini tuko nalo hatukuambiwa hii tumaini hatukueleza, sio hatukuambiwa na hawa wanasiasa. Naona tuna uchaguzi hii by election hapa Juja date 18th tutaenda kuchagua watu. Wametuelezea mambo mengi, kuna promises nyingi wamefanya. Nitawatengeneza barabara hapa za Kimbo, nitatengeneza barabara za wapi, nitawekea stima, nitawekea maji, sijui kama ni maji nyingine wataongeza, nitawajengea mashule, sijui wanajenga siku gani. Na watu wamekuwa na matarajio. Kuna mtu ataamka mapema sana aende akawachague. Maana akona nini? Si tunaongea, akona nini? Akona matarajio ya kwamba huyu mtu kuna kitu ametuahidi. He has promised us something na atatekeleza. Pengine atafanya nini? Atatekeleza. Kwa hivyo watu wataamka mapema, watu wa Juja on 18 watapanga laini. Maana kuna matarajio ndio wakapate kuchagua kiongozi wao, mbunge. Wale watu they can disappoint us. Wametudisappoint, wametuvuja mioyo kwa muda mwingi. Sitaki tushikilie hiyo vizuri. Yale matarajio tuko naye usishikilie hiyo. We need to tushikilie tushikilie hope ambayo tuko naye, ambaye tumeahidiwa na Mungu. Maana yule ambaye ameahidi sio kama wanasiasa, sio kama mwanasiasa. Yule ambaye ameahidi, he is faithful. Our God is faithful. Mungu wetu ndiye ametuahidi. The hope that we profess, tumeahidiwa na Mungu, and he who promised, he is faithful. Aliahidi Abraham mtoto, alimpatia. Miaka haikuzuia. Huo ndio uzuri wa Mungu wetu. Haijalishi umekaa miaka mingapi, kama amekuahidi, yeye aliyeahidi atafanya nini? Atakupatia. And all the promises that we have in the Bible, ahadi zote ambazo zimenakilika katika Biblia ni zetu, na yeye aliyeahidi ni mwaminifu, atatupatia. So siku leo nimekuja kusema ya kwamba tusipoteze tumaini, tusipoteze matarajio yetu. Nimesema kwamba vijana wengi wamevunjika mioyo. Pengine waliingia katika relationships zikavunjika, zikaleta shinda, sasa wamevunjika moyo. They have no hope of getting married again. Wanasema kwamba mimi sitaingia tena katika urafiki tena na mwanaume ama na mvulana, maana I was disappointed, I lost hope. Nataka nikwambia kwamba kuna matarajio. Usipoteze tumaini, usipoteze matarajio yako, maana Mungu wetu yeye ni mwaminifu. Shika sana imani ambayo matarajio ambayo uko nayo, maana yule ambaye ameahidi tumaini hili, yeye ni mwaminifu. Maandiko yanasema ya kwamba wacha watu wote, wanadamu wote wakuwe wadanganyifu, lakini Mungu wetu atabaki kuwa wa kweli. He will ever remain to be faithful. So we need to rely on his words. We need to hold on to the hope that we profess, because he who promised us, he is faithful. Tushike sana tumaini ambalo tuko nalo, maana yeye aliyeahidi, yeye ni mwaminifu. Wapendwa, tumepitia katika hali gumu za maisha ambazo you have got every reason, uko na sababu yoyote ya kupoteza tumaini. Lakini siku leo nimekuja kukuambia usipoteze tumaini. Akina Petro katika Luke in the book of Luke 5 verse 5, walikuwa vua samaki. Maandiko yanasema usiku kucha
In the book of Luke 5 verse 5. Pengine tukimalizia tunaweza kuona hiyo kidogo, ndio tujue kwamba hivyo kama ni kweli unaweza shindwa. Sasa Steve anasema kwamba tusipoteze tumaini, na pengine hata saa hii tumaini lishapotea. Pengine hauna tumaini, hauna tarajio, maana haujui itakuwa namna gani. Haujui ukitoka hapa unaenda wapi, haujui sasa itakuwa namna gani. Mambo pengine imeharibika kwako. Lakini tazama, mtu anaitwa Simon. Alikuwa pengine mahali wewe uko siku ya leo. Yesu amepitia akawapata. Walikuwa wametafuta samaki usiku kucha, hawakupata kitu. Maandiko yanasema kwamba Yesu akamwambia kwamba enende mkavue samaki upande mwingine. Naye Simon akajibu namna gani? Akamwambia Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. Tumetafuta usiku kucha, hatujapata kitu. Kama hujapata kitu na umeshinda kwa baharini mpaka asubuhi, je, utakuwa na matarajio? There is no hope. You become hopeless. Umepoteza nini? Matarajio. Ukisoma mahali pale utasikia kwamba walikuwa wanaosha nyavu zao waende nyumbani. Mara bagi ido shia mainuke. Hawajapata samaki, wametafuta, wengine wametafuta kazi, wengine wametafuta wewe ni mgonjwa, umetafuta matibabu, uko mwisho, umefika mwisho. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, Yesu akamwambia na Petero alipoambiwa na Yesu akasema, but because you say so, I will let down the nets. Kwa sababu ni Yesu amesema, nitakubali. Siku ya leo tusikize sauti ya Mungu katika maisha yetu. Listen to the voice of God. Listen to the word of God. Sikiza sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu haiko mahali kwingine katika kuomba, katika kutafuta uso wa Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mungu wetu anatupenda. Katika kitabu cha Petro, I think second Peter, maandiko yanasema kwamba tuko katika nyakati za mwisho. The end of everything is near. Nilikuwa naona hapo, nilikuwa nasikia vizuri ya kwamba wakati wa mwisho wa kila kitu umewadia. Wakati wa mwisho wa kila kitu umefanya nini? Umewadia. Na maandiko yanasema kwamba kwa hivyo wacha tujitenge na mambo yote ambayo yanaweza kutuzuia kutafuta Mungu. Ndio tukapata kufanya nini? Let us be sober that we may be able to pray. Everything, wakati the time ama wakati wa mwisho wa kila kitu umewadia. It should be ni First Peter, tuweke hiyo ndio tupate kuona hiyo kidogo. First Peter 4 chapter 4 verse 7. Hii ni nzuri, ndio tusijijanganye na mambo mengi. The end of all things is near. The end of all things is near. Therefore, be clean-minded and self-controlled so that you can pray. Hiyo ni NIV. Ukisoma ingine utasikia kwamba be sober. Usikue mlevi wa mambo. Unajua kuna watu wanakaa ni walevi. Ni Wakristo lakini ni walevi, wamelewa na mambo ya dunia. Wamelewa na mambo ya tamaa za ulimwengu. Maandiko yanasema kwamba the end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Ndio maana nimesema kwamba tutafuta sauti ya nani? Ya Mungu. Unapofika mwisho hauna tumaini, be clear-minded, be sober.
Tafuta sauti ya Mungu. Petro anasema kwamba kwa sababu Mungu umesema, kwa sababu Yesu umesema, niko tayari kuvua upande kuweka nyavu zangu tena kwa maji. Hata kama nilikuwa nimeziosha, nilikuwa tayari kwenda nyumbani bila chochote asubuhi. Lakini maana umesema, maana nimesikia sauti yako, maana Kristo umesema. Akarudisha nini? Akarudisha tumaini. Na tumaini lake lilizama. Ukisoma hiyo Luka 5, teremka mpaka 10, endelea tu. Utasikia vile Mungu aliwabariki, vile Mungu alitenda. Mpaka wakaanza kuita majirani, watu ambao hawakuwa na matarajio ya kupata chochote. This is not, I'm not talking about faith. Na mimi nazungumza juu ya matarajio. Enda usome katika 2 Kings chapter 4, anza verse 1. Usikie mama mahali pale. Mama alikuwa amekosa matarajio. Alikuwa amefika mwisho. Bwana yake amekufa. Maandiko yanasema kwamba yule mama bwana yake amekufa. Na yule bwana yake hakuwa tu bwana wa kawaida. Alikuwa bwana ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. He was among the prophets. He was a servant of God. Na yule mama na watoto wake wakati alikufa, kuna mtu alikuwa amewapea ndeni, anataka kuwachukua wawe slaves. Mama akakosa matarajio. Bwana apewe sifa. Wakati unasikia mtoto wako anataka kuwa slave, je, utakuwa na matarajio yoyote? Akakimbia kwa mtumishi wa Mungu. There is solution. Unapofika mwisho, wapendwa, usikubali kufika mwisho. Usikubali kufika mwisho, maana there is a way. There is always a way out of every situation. Katika hali zote, God will make a way where seems to be no way. God will make a way. Ako tayari kutengeneza njia mahali ambapo hakuna njia, kuna njia. Mama amefika mwisho, amekuwa threatened, watoto wake wako tayari kuchukuliwa. Atafanya namna gani? Akakimbia kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Mungu wetu anaweza kila wakati na anatenda zaidi. Kwa hivyo unapofika mwisho, tafuta sauti ya Mungu. Kwa hivyo siku ile nataka kunena na wewe ambao unasikia kwamba umefika mwisho. Uliza Mungu, sasa nitafanya namna gani? Nitafanya namna gani, maana matarajio yangu yamefika mwisho. I have no hope in life. Sina tumaini tena katika maisha. Sina tumaini tena katika hii doa. Sina tumaini tena katika hii biashara. Niko tayari hata kufunga. I am almost closing down my shop. Maana hakuna ninapoangalia tumetumia yote. Stock tumetumia yote. Hakuna matumaini. Rent ya nyumba hakuna. Uko tayari kufukuzwa. Unataka sasa kwenda, pengine ulikuwa unakaa 2 bedroom, unataka kutafuta 1 bedroom ndio upate kuafford. Tafuta sauti ya Mungu katika ile hali. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Because kuna sauti ya Mungu. Usikubali kufika mwisho. Do not lose hope. Watu wengi wanapofika mwisho wanachukua hatua hata ya kujinyonga. Wanachukua hatua hata ya kutoroka kanisani. Maana unafikiria ni kanisa imefanya upoteze matarajio. Unaanza kutorokea wachungaji, unaanza kutembea njia zako mwenyewe, unaanza kujitenganisha na ushirika. Shetani anafurahia. Unapokosa mtu mnashiriki naye katika maombi, katika neno la Mungu, anafurahia. Maana wengi wanapoteza. Ukiteremka mahali pale Hebrews tulikuwa tunasoma, ukifika 25 inasema kwamba do not neglect fellowship, ama kushiriki pamoja. 10:25 inasema hivyo, ya kwamba usineglect, usiachilie kushiriki pamoja. Maana shetani anajaribu sana kukutenganisha na fellowship, na ushirika na wa vijana, ushirika wa mama, ushirika wa wazee. Anakutenganisha ndio kapata kukumaliza. Unakosa kujinyonga, not wakago ukorawe shuritie kodo nyumba, lakini ndani ya roho yako ulijinyonga. Hakuna uhai. You are like a living a dead lion. You are like a dead lion. Ni kama simba ambaye amefanya nini? Amekufa. Maana ulinyongeka kitabu, ulikufa kitabu, uliagamia. Maana ulikosa matarajio. You lost hope. So siku ya leo Mungu amesema kwamba do not lose hope. Mtazamie yeye, maana ni mwaminifu. Nilisema kwamba yule mama alipokimbilia nabii wa Mungu Elisha,
maandiko inasema kwamba akamuuliza, je, uko na nini? Je, what do you have? Leo tuko na Kristo. Tuko na Yesu upande wetu. We have Jesus on our side. Na maandiko yanasema kwamba akasema tu niko na oil. Alikuwa na anointing. Alikuwa na upako wa Mungu. Alikuwa na mafuta na mafuta. Uliza jirani yako, je, uko na mafuta? Muulize, uko na mafuta? What do you have? Je, uko na mafuta? Mafuta inamaanisha Roho Mtakatifu. Akaambiwa kwamba enda utafute empty nini? Containers. Ndio tukapate kujaza. Na maandiko yanasema ya kwamba zikajaa zote zilizotafutwa. Mafuta yanaendelea kutiririka. Yule mama anakuja tu anawekelea, inajaa mpaka wakati ya mwisho iliwekwa na ikafika mwisho na ule mfereji ama mahali mafuta ilikuwa inatoka ikafika mwisho. Maandiko yanasema ya kwamba yule mtumishi wa Mungu, yule mama akaenda kwa mtumishi wa Mungu akamwambia, nimepata mafuta, imejaa kila pahali, hatuna pahali pengine pa kuweka. Akamwambia, enda uze, lipa deni lako, na yale masalio yatasalia jisaidie nayo, ama mkatumia na vijana wako. Situpigie Bwana Yesu makofi. Mama ambaye hakuwa na matarajio, mama ambaye alikuwa amefika mwisho, watoto wake walikuwa wanaenda kuwa slaves, akatafuta sauti ya Mungu, akakimbia kwa mtumishi wa Mungu, na Mungu akapeana njia. God will make a way where there seems to be no way. Haijalishi ni mahali umefika wapi mpendwa, haijalishi, lakini usikubali kupoteza nini? Hope, matarajio yako, tumaini lako. Usikubali kuongea negative katika kuwa Musa. Kwa nini tulitoa mahali pale tulikuwa tunakula malenge? Tulikuwa tunafanya nini? Wanasahau Mungu aliwakomboa. Tusipoteze tumaini. Na nikasema kwamba unapo establish mtu hana tumaini, just try to pray for him, encourage. Mpe maneno ya kumfanya nini? Maana yule hatari. Hakuna mtu ambaye ni hatari kama mtu ambaye hana tumaini. He has nothing to lose. Hakuna kitu anatarajia, hakojei chochote. Kwa hivyo anything can happen to him. Hata yeye hajari. I have got nothing to lose. Bwana apewe sifa. Naongea na mtu ambaye alikuwa pengine na tumaini la BBI. Sasa imefika, sijui kama imefika mwisho ama itaendelea. Si tuko Kenya. Kwani hamna habari BBI imefika mwisho, imesimamishwa? Kwani watadusi imesimama? So siasa tunaingiaga kwa siasa kidogo. Maana unajua tuko katika taifa hili na liko na wanasiasa wengi, wanatudanganya hivi. Unatafuta nini kizuri kwa BBI? MP tunaongeza wengi, wenye tuko nao tumeshindwa kuwa sustain. Wapendwa, wacheni tuwe sober. Kama vile tumeambiwa, the end of everything is near. Let us be sober and clear-minded so that we can pray. Usipoteze tumaini. BBI kama ulikuwa umeshikilia vizuri, imefika mwisho. Lakini ile BBI tuko naye ndio hii. Hakuna wakati kuna referendum kucheji Biblia. Wanajaribu hata kuiachilia. Kuna wengine niona wanapinga Ukristo. Wanasema ati mwanaume anafaa kuoa mwanaume, mwanamke anafaa kuoa mwanamke, ati sijui ni UN chata. Simesikia pengine wenye wako kwa internet kidogo wamepata ile habari. Wanasema ya kwamba Biblia inafinyilia watu sana. Ati haki za wanadamu zimefinywa sana na Biblia. Maana wanaambia msifanye, usiue, usizini, usifanye yale mambo. Ati hiyo ni kufinyilia haki, human rights. Wanataka watu waendelee kufanya dhambi. Wanafanya dhambi, kinawafanya nini? Kinawapata. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Wanataka kudelete hiyo kwa Biblia. Lakini tumeona watu wakifanya dhambi wanakufa. Hii Biblia haiko kwa sababu imeandikwa kwa makaratasi. No. Biblia is in our hearts. Maana it was in the mind of God. Hii ni pumzi la kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo hata wanapobadilisha, hawezi wakabadilisha the mind of God. Mawazo ya Mungu hawezi wakafanya nini? Wakabadilisha. Ninawaelezea kwamba the end of all things is near. Ukiangalia kwa simu yako utaona vituko. Inakuonyesha kwamba we have come to the end.
Technology tumetafuta. Nilisikia jana ati unaweza tibiwa hata daktari through hii inaitwa Skype. Kitu kama hiyo ati unaweza tibiwa ukiwa nyumbani. Daktari anakutazama ukiwa nyumbani, mna communicate kwa simu ama kwa laptop, unamwambia naumwa hapa, ukiwa nyumbani tu unatibiwa na anakudirect zile dawa utapata na kila kitu. Technology ni nzuri. Lakini kupitia kwa hiyo kuna mambo mengi yamefanyika ambayo ni ya uovu. So brethren, let us hold to the hope. Tumaini ambalo tuko nalo ni tumaini ambalo linadumu. It's a living hope. It's a living hope. It's a living hope because Christ resurrected. Na hiyo pekee yake ndio tofauti kati ya Ukristo na hizi dini zote zingine. Na Yesu akasema kwamba hakuna njia nyingine ya kwenda kwa Baba ila kupitia kwangu mimi. Hakuna njia nyingine, hakuna njia nyingine. Usidanganywe. Kwa hivyo wapendwa, wacheni tusome Biblia. Wacheni tuombe. Wacheni tutafute uso wa Mungu. Na haya mambo mengine yote, hayo unafanya, hiyo inakusubua. Unapoteza tumaini. Hautalifanya nini? Hautalipata tena. Maana utakuwa rich kwa the word. Utakuwa rich kwa maombi. Nawe utakuwa na tumaini. Kama kuna kitu kizuri, kama kuna watu wanapona haraka, hata ukienda kwa hospitali utibiwe, pengine ufanyiwe operation, kama kuna watu wanapona kwa haraka, ni wale watu wa imani. Maana they are hoping. Mtu kama hana matarajio, yeye anakaa sana, anasubuka, vidoda zinasubuka. Ukifanya hiyo research imefanywa, wale watu wana heal kwa haraka ni wale watu ambao wako na matarajio. They have got hope. Na sisi ndio wale watu. Mimi ni yule mtu ambaye ako na matarajio. Hata kama mambo imeharibika, hata ikuje variant gani, variant ya India, variant ya China, sijui ya wapi, ya Brazil, sisi, our hope is in Christ Jesus. It is a living one. Sio ya kwamba ni ya muda mfupi. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Tusimame kwa miguu yetu. Simama mbele zake Mungu. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu maana uko hai. Uko hai ni kumaanisha kwamba uko na matarajio. You are living today. Ambia Mungu ni asante. Mwambie Mungu ni asante. Just thank God. Because when I see you walking, when I see you just breathing, ninajua kwamba there is hope in you because you are living today. Kwa hivyo tunashukuru Mungu maana ametupa uzima, ametupa uhai. Hiyo ndio jambo la kushukuru Mungu. Uko na uhai, wacha mambo mengine, wacha mavazi. Uko na uhai siku ya leo. Ni kumaanisha kwamba there is hope. Oh rabo shaka rabo zayanta rababo yanta. There is hope. Kuna tumaini ndani yako because you are living. Wewe sio kama Siba ambaye amekufa. Wewe sio kama Siba ambaye amekufa. Wewe uko hai siku ya leo. Maana kuna uhai, kuna tumaini kwa wale ambao wako hai. Na wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanaishi siku ya leo. Kwa hivyo kuna tumaini. Oh, usikubali kupoteza tumaini lako. Don't lose hope. Don't lose hope. Usikubali kupoteza matarajio yako siku ya leo. Maana tumaini ambalo tuko nalo ni tumaini ambalo linadumu. Lama shakoro borima mozaya. Wewe Bwana unaweza mambo yote. Wewe ni mwaminifu, unaweza kuhuisha hata kilichokufa. Oh, you give life to the lifeless, oh God. You are faithful. Wale ambao wamekufa, Mungu uko tayari kufufua mioyo yao na roho zao. Matarajio wengi yako kabulini, lakini siku hii ya leo Mungu unayafufua tena. Maana wewe unaishi. Horabo zikarama mashaka yanta rababuri mamozaya. Pokea sifa Baba, pokea utukufu, pokea heshima. Maana ndani yako tuko na tumaini. Tutaishi tena Mfalme. Tutaendelea katika maisha tukiwa ndani yako. Tutaendelea Jehova, maana uko upande wetu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu usiyeshindwa. Mwenye nguvu zote ni wewe, mwenye rehema, mwenye fadhili zote ni wewe. Baba wa mbinguni,
nyosha mkono wako, watu waone, walisifu jina lako Baba, Baba wa mbinguni. Nyosha mkono wako, watu waone, walisifu jina lako Baba, Baba wa mbinguni. Nyosha mkono wa nguvu, watu waone, Baba walisifu jina lako. Tunaomba Baba, Baba wa mbinguni, Baba nyosha mkono wako, watu wote, watu waone, Baba walisifu. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana,